Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Viongozi wa dunia wanaotembelea China watoa uthabiti duniani wakati wa hali ya kutokuwa na uhakika, wasema wataalamu. Wanunuzi wa kimataifa wavunja rekodi katika awamu ya kwanza ya maonyesho ya Canton ya China. Roboti Lightning yashinda katika mashindano ya nusu marathoni jijini Beijing. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Wataalamu wanasema ziara za viongozi wa dunia nchini China zinachangia kuimarisha utulivu wa kimataifa katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na changamoto na hali ya kutotabirika inayoongezeka. Wanaeleza kuwa mikutano ya kidiplomasia kati ya China na mataifa mengine makubwa inasaidia kujenga ushirikiano, kupunguza mvutano na kuimarisha mifumo ya kiuchumi na kisiasa duniani. Ronald Mutie ana maelezo zaidi. Wiki iliyopita ilishuhudia mfululizo wa mawasiliano ya diplomasia ya ngazi ya juu, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa nguvu ya kidiplomasia ya China na kuongezea hali ya utulivu na uhakika katika dunia yenye changamoto nyingi. Kuanzia Jumanne hadi Jumatano, Rais wa China Xi Jinping alikutana na viongozi kutoka nchini Hispania, Vietnam na Falme za Kiarabu. Wataalamu wanasema kwamba ziara hizi zinaonyesha mabadiliko makubwa katika namna dunia inavyoshughulikia hatari kwa kuzingatia zaidi masuala ya vitendo kama vile mwendelezo wa biashara, minyororo ya usambazaji wa nishati na utabiri wa kisiasa. Vietnam is practicing a multi-vector foreign policy. They want to find a suitable position in the great power game. They have realized that deepening cooperation with China in infrastructure and energy security is the most rational choice for their own growth. China na Vietnam zilitoa taarifa ya pamoja siku ya Ijumaa, siku ya mwisho ya ziara ya To Lam, ambapo pande zote mbili zilielezea kuwa ziara hiyo ilikuwa na mafanikio makubwa na imechangia kuimarisha urafiki wa jadi kati ya nchi hizo mbili. China and Vietnam are upholding the dignity of the UN compared to the chaos and division coming from some major powers. They are trying to provide certainty. Na kuanzia Aprili 11 hadi 15, Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alifanya ziara rasmi nchini China kwa mwaliko wa pande wa China, ikiwa ni ziara yake ya 4 katika kipindi cha miaka 4. Very advanced technology, in key sectors, very reasonable prices. If the EU decides not to take advantage of that, that would also have a negative impact on the welfare, of the European people. Yang alisema kwamba uhusiano wa China na Urusi pamoja na mkutano wa kidiplomasia umeimarisha sauti ya China katika majukwaa ya kimataifa na kwenye ulingo wa dunia. No matter how some in the US or other Western countries try to disparage China, its influence and its role are objective facts. Awamu ya kwanza ya maonyesho 139 ya uagizaji na uuzaji wa bidhaa nje ya China, maarufu kama Canton Fair, imefungwa Jumapili na kuvunja rekodi ya idadi ya wanunuzi wa kimataifa. Tom Wanjala anatueleza zaidi. Kwa mujibu wa waandaaji, takriban wanunuzi 1167 kutoka mataifa na maeneo 216 walihudhuria maonyesho hayo ana kwa ana, ikiwa ni ongezeko la 5.9 ikilinganishwa na kipindi kama hicho katika toleo lililopita. Hii ni kulingana na kituo cha biashara ya nje cha China. Idadi hiyo ndiyo ya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa katika awamu ya kwanza ya maonyesho hayo, ikionyesha uimara na nguvu ya biashara ya nje ya China. Awamu ya kwanza ya maonyesho hayo yenye kauli mbiu ya kuendeleza sekta ya uzalishaji ilijumuisha zaidi ya vibanda 25,000, bidhaa 1740 na waonyeshaji zaidi ya 12,000. Bidhaa mbalimbali zilionyeshwa zikiwemo vifaa mahiri vinavyotumia AI, droni, magari ya nishati mbadala pamoja na mashine za kisasa. Jumla ya matukio 324 ya uzinduzi wa bidhaa mpya yaliandaliwa, yakitoa jukwaa muhimu kwa kampuni kuimarisha ushirikiano na mitandao ya kibiashara. We want to expand our relationship, also bring innovation from here to Germany much faster or to the European market.
much faster. Maonyesho ya mwaka huu yanafanyika kwa awamu 3 mjini Guangzhou, mkoani Guangdong, kusini mwa China, na yataendelea hadi tarehe 5 mwezi Mei. Awamu ya pili itakayofanyika kuanzia tarehe 23 Aprili hadi 27 Aprili itazingatia kauli mbiu ya maisha bora ya nyumbani, ikijumuisha vifaa vya ujenzi, samani, bidhaa za nyumbani, zawadi na mapambo. Maonyesho ya Canton yalianzishwa mnamo mwaka 1957 na hufanyika mara 2 kwa mwaka mjini Guangzhou. Ni miongoni mwa maonyesho makubwa na ya muda mrefu zaidi ya biashara ya kimataifa nchini China, na hutajwa kama kipimo muhimu cha mwenendo wa biashara ya nje ya nchi hiyo. Roboti ya kampuni ya Honor inayoitwa Lightning imeibuka mshindi katika mashindano ya nusu marathoni jijini Beijing. Ilihitimisha mbio hizo zenye urefu wa kilomita 21 kwa muda wa dakika 50 na sekunde 26, ikionyesha maendeleo makubwa ya teknolojia ya roboti nchini China. Ronald Mutie anaripoti. Roboti hii ya kampuni ya Honor kwa jina Lightning imeibuka mshindi katika mashindano ya nusu marathoni ya roboti za kibinadamu ya Beijing yaliyofanyika Jumapili, ikimaliza mbio hizo kwa muda wa dakika 50 na sekundi 26. Mbio hizo zilianza saa 1:30 asubuhi katika wilaya Yichuan mjini Beijing, pia inayojulikana kama E-Town. Mbio hizo zilikuwa umbali wa jumla ya kilomita 21, zikiwa na makundi mawili makuu: urambazaji wa kujitegemea na udhibiti wa mbali. Roboti kutoka makundi yote mawili zilishindana kwenye njia moja. Roboti zilizotengenezwa na kampuni ya Honor, ambayo ni kampuni inayoongoza nchini China katika vifaa vya teknolojia ya simu, zilikuwa na ushindani mkubwa na zikachukua nafasi zote 3. Timu ya Chitian Dasheng ya Honor ilishika nafasi ya kwanza, timu ya Leiting Xiaodian ikashika nafasi ya pili kwa muda wa dakika 50 sekunde 56, na timu ya Shigo Liaoyuan ikamaliza ya 3 kwa dakika 53 na sekunde 1. Mwaka huu idadi ya timu zilizoshiriki iliongezeka kutoka 20 mwaka jana hadi zaidi ya 100, ikiwa ni maboresho makubwa ya kiutendaji kwa ujumla. Roboti za kibinadamu zilionyesha uwezo mkubwa zaidi wa kiustahimili, mwendo laini zaidi wa kutembea na algoritmi thabiti zaidi. Idadi inayoongezeka ya wanafunzi kutoka India sasa inaelekea China kutafuta elimu ya ubora wa juu pamoja na fursa bora za ajira, hasa katika nyanja za teknolojia ya kisasa. India, ambayo ina moja idadi kubwa ya vijana duniani, inashuhudia ongezeko la wanafunzi wanaochagua kusoma katika vyuo vikuu vya China, kama anavyoarifu Simi Wanjala. Kozi kama akili bandia, AI, roboti na uhandisi zinaongoza kwa ongezeko la usajili. First thing, the education system here is very good and the expenses is too low. And second point, you will get good exposure about like machine learning and AI. And third point, you will get jobs immediately after passing through this university. Kuna ongezeko kubwa la maombi kutoka kwa wanafunzi wa India wanaotaka kusomea uhandisi na akili bandia. Ili kuvutia wanafunzi wa kimataifa, vyuo vikuu vya China vinaendelea kuwekeza katika miundombinu ya kisasa, ikiwemo maabara za hali ya juu pamoja na kupanua ufadhili wa masomo katika taaluma mbalimbali. Different department, there are enough resources to do that, and even in libraries, whatever you need is provided immediately to you. So this kind of environment for a researcher, for a student, be it undergrad or PhD student, is very helpful when they want to do some kind of research or some kind of understanding, to get that what they want immediately so that they can excel in their work. Ushirikiano wa masomo kati ya China na India pia unaendelea kuimarika, lakini wataalamu wanasema bado kuna haja ya kuongeza juhudi zaidi katika mawasiliano na ushirikiano. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo ametembelea viwanda kadhaa vya China katika mkoa wa Hunan ili kutafuta utaalamu wa uzalishaji utakaosaidia maendeleo ya miundombinu na ukuaji endelevu wa nchi yake. Ziara hiyo ni sehemu ya safari yake ya kwanza nchini China tangu aingie madarakani mwaka 2025. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Rais Chapo aliwasili mjini Changsha nchini China wiki jana kwa ziara ya kitaifa wiki nchini humo. Akiwa Hunan, alitembelea viwanda vya kisasa katika sekta za umeme, utengenezaji wa mashine na usindikaji wa mazao ya kilimo. Katika ziara hiyo, alijifunza kuhusu masuala ya umeme mahiri, akashuhudia maonyesho ya mashine za kisasa za kuchimba ardhi, kukagua kiwanda cha kisasa cha usindikaji wa mazao ya kilimo kinachojiendesha, na hata kujaribu mwenyewe mashine ya kisasa ya kubeba mizigo ya umeme. Hali hii ilimwezesha kupata kuelewa kwa undani uwezo wa uzalishaji wa China.
Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Chapo alisema kuwa anatamani kuona viwanda kama hivyo vikianzishwa nchini Msumbiji. Tunajua tayari mmeingia katika soko la Afrika ikiwemo Tanzania na Afrika Kusini. Tunataka pia kuwa na kiwanda kama hiki nchini Msumbiji na tutaanza kulifanyia kazi mara moja swala hili. Ikiwa nchi inayotegemea kilimo, 2/3 ya raia wa Msumbiji wanaishi vijijini. Hata hivyo, maendeleo ya sekta hiyo yamekuwa yakikwamishwa na changamoto kama ukosefu wa teknolojia, upatikanaji wa masoko na miundombinu. Chapo alisema kuwa kuboresha miundombinu na kuendeleza kilimo cha kisasa ni malengo makuu ya maendeleo ya nchi yake. Tumejisatiti kuongeza uzalishaji na tija katika sekta ya kilimo, na hapa tumepata suluhisho zote za mashine tunazohitaji. Pia Msumbiji inaendelea na ujenzi mkubwa wa barabara, madaraja, majengo na miradi mingine ya miundombinu, na hapa tumepata suluhisho zote za ujenzi. Hivyo ni ziara muhimu sana kwetu. Katika ziara yake yote Hunan, Chapo alisisitiza mara kadhaa nia ya kuhamasisha kampuni za China kushiriki katika juhudi za kisasa za maendeleo ya Msumbiji. Katika jukwaa la biashara kati ya China na Msumbiji lililofanyika Ijumaa, wawakilishi wa nchi hizo mbili walisaini makubaliano kadhaa ya kimkakati yanayohusu nishati safi na masuala mengine. Chapo alisema mpango wa 15 miaka 5 wa China 2026 hadi 2030 unaendana kwa karibu na mpango wa sasa wa maendeleo wa Msumbiji, na akatumaini kuwa ushirikiano huo utafungua ukurasa mpya wa mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Katika ujenzi wa miundombinu, mipango ya China na Msumbiji itachochea ushirikiano wa pamoja. Tunaweza kushirikiana katika miradi ya madaraja, barabara na bandari. China ni mfano wa maendeleo ya kimataifa. Sehemu muhimu ya mpango wake wa miaka 5 ni ushirikiano wa kusini kwa kusini. Tunaamini kupitia mfumo huo nchi zetu zinaweza kufanikisha mambo makubwa. Pia tunatarajia kuvutia uwekezaji zaidi wa China kwa maendeleo endelevu ya pamoja. Mashine za teknolojia ya kisasa zimeongeza uzalishaji wa kilimo nchini China na kuhakikisha mavuno makubwa. Katika mkoa wa Heilongjiang, wafanyakazi wa kampuni ya utengenezaji wa trekta ya Jinchi wanazalisha trekta kwa ajili ya kusambazwa katika maeneo mbalimbali. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mashine za teknolojia ya juu na za kisasa zinawezesha uzalishaji wa kilimo nchini China na kuwa nguvu muhimu inayohakikisha mavuno makubwa. Mkoani Heilongjiang, kaskazini mashariki ya China, wafanyakazi katika kampuni ya utengenezaji wa trekta ya Jinchi wanashughulika katika mstari wa uzalishaji kwa kundi la trekta zinazotakiwa kusambazwa. Wakati huo huo, utafiti na maendeleo katika trekta mpya za ubora wa juu katika kampuni hiyo pia unaendelea. Yang Haiyan, meneja wa kitengo cha utafiti na maendeleo katika kampuni hiyo, amesema kwa sasa kampuni hiyo inaendeleza trekta zinazotumia nguvu ya farasa 400 zisizo na gia, ambazo zina ufanisi wa juu, rafiki wa mazingira na za kisasa, na kuifanya kuwa kifaa cha ngazi ngumu cha zana inayofaa kwa kazi ngumu za kilimo. Kampuni hiyo pia imekuwa ikifanya uratibu na vyuo vikuu na taasisi za utafiti ndani ya mkoa huo ili kuhakikisha uaminifu wa matrekta hayo. Kwa mujibu wa Yang, wameingia ubia na makundi ya utafiti na maendeleo kutoka Chuo Kikuu cha Uhandisi cha Harbin na Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Harbin kulenga mifumo ya uendeshaji ya kielektroniki na usimamizi wa nishati. Wakati huo huo, wameunganisha nguvu na zaidi ya wasambazaji wa vifaa wanaoongoza ili kuhakikisha utendaji na uaminifu wa sehemu za muhimu. Mwaka 2025,
mkoa wa Heilongjiang ulitumia mashine 1187 za upandaji wa uwezo wa juu kwa kilimo cha msimu wa joto, ikiwa ni ongezeko la 15,000 ikilinganishwa na mwaka 2024. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Di 4课，我家有4口人。 Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha fuatana na mwalimu kuandika. Yao. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 几 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 好 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 和 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 没 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 个 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami.
Tafadhali jibu sahihi kuendana na swali. 你家有几口人？ Ipi ni sahihi? 第二个，我家有4口人。 你有姐姐吗？ 第一个，我有一个姐姐。 她是谁？ 第一个，他是成龙。 他是哪国人？ 第二个，他是中国人。 你认识他吗？ 第一个，我不认识他。 Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho wake, na kufikia hapa mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Kwenye takataka za tajiri kipo kinachomfaa maskini. Mimi ni Khamis Darwish. Wassalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.